Au swali huwa linakuja direct, kwa nini unatukataza tusitumie mafuta ya alizeti? Sasa leo nataka nikupe madhara ya matumizi ya mafuta ya mbegu kwa ujumla. Madhara ya matumizi ya mafuta ya mbegu kwa ujumla, iwe ni mafuta ya alizeti, iwe ni mafuta ya soya, iwe mafuta ya mahindi, iwe ni mafuta ya pamba na kadhalika. Mafuta yote yatokanayo na mbegu yana madhara yafuatayo. Dhara namba 1 ni kusababisha uvimbe au inflammations kwenye mwili. Hiyo ni dhara namba 1. Tunasema hivi, mafuta haya ya mbegu huwa yana kiwango kikubwa cha omega 6 fatty acid. Na omega 6 fatty acid ikizidi ndani ya mwili au ikiwa nyingi ndani ya mwili huwa inasababisha uvimbe kwenye mwili. Na uvimbe ukishakuwepo kwenye mwili, ni rahisi kupata changamoto za moyo, ni rahisi kupata changamoto za pressure, ni rahisi kupata changamoto za kisukari, ni rahisi kupata changamoto za baridi yabisi, changamoto za kansa na kadhalika, kwa sababu ya uwepo wa virutubisho vinavyoitwa omega 6 fatty acid. Hiyo ni dhara namba 1. Kwa hiyo hutakiwi kutumia kabisa mafuta ya mbegu. Ndio maana wengi wanaotumia mafuta ya mbegu, ukija kuwauliza tu, hata wewe kama unatumia mafuta ya alizeti asilimia kubwa au miaka mingi unatumia mafuta ya alizeti, hebu anza kujichunguza kuanzia leo. Utagundua kuna wakati mapigo yako yanaenda mbio, utajigundua kuna wakati presha yako inapanda, utajigundua kuna wakati unakuwa na viuvimbe vya ajabu vinatokea tu sehemu mbalimbali za mwili. Ni kwa sababu ya wingi wa omega 6 ndani ya mwili. Kwa sababu mafuta haya ya alizeti au mafuta yoyote yale ya mbegu yana wingi wa hivi virutubisho vya omega 6, na huwa tunashauri tumia mafuta yenye omega 3 fatty acid. Hiyo ni dhara namba 1, kusababisha inflammations au uvimbe kwenye mwili. Lakini dhara namba 2, haya mafuta huwa yanaharibu uwiano wa mafuta muhimu mwilini. Yaani mafuta ya mbegu huwa yanaharibu uwiano wa mafuta muhimu kwenye mwili. Na mafuta muhimu kwenye mwili ni omega 3 fatty acid. Kumbuka haya mafuta yana omega 6. Kwa hiyo ukiyatumia kwa muda mrefu yanakwenda kuharibu uwiano, balance ya omega 3 ndani ya mwili. Na omega 3 ndani ya mwili ndo mafuta ambayo yana faida. Ambayo yana faida. Kwanza huwa yanasafisha mishipa ya damu, pili huwa yanaongeza afya ya ubongo, lakini pia huwa yanasaidia kutibu magonjwa mbalimbali kama kupoteza kumbukumbu na kadhalika. Kwa hiyo hayo ni dhara la pili la wewe, yani ni dhara la pili linalotokana na matumizi ya mafuta ya mbegu ikiwepo na alizeti. Lakini dhara namba 3, haya mafuta huwa yana kemikali ndani mwake, na pia kuna kitu kinaitwa sumukuvu, kwa sababu mchakato wake wa kuyatengeneza unahitaji kusafishwa kwa kutumia kemikali kali ambayo tunaita refining process. Lakini pia baadhi ya mafuta yana molecules zinazoweza kugeuka kuwa sumu ambayo tunaita toxic aldehydes wakati wa kupikwa kwa joto kali. Kwa pia ndani mwake sio natural, kuna kemikali. Madhara mengine, haya mafuta huwa yanaharibu afya ya moyo. Matumizi ya muda mrefu ya haya mafuta huwa yanaweza kuongeza cholesterol mbaya ambayo tunaita LDL na kuondoa cholesterol nzuri. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata magonjwa ya moyo, ni rahisi sana kupata magonjwa ya pressure, ni rahisi sana kupata changamoto ya cholesterol.
Kwa hiyo hutakiwi kutumia sana, lakini pia yanachangia katika unene. Ni mafuta ambayo yanachangia asilimia kubwa kunenepa ama unene uliopitiliza ama uzito uliopitiliza, kwa sababu haya mafuta huwa yakiingia ndani ya mwili huwa hayatumiki. Yakiingia ndani ya mwili huwa hayatumiki. Mwili hauna uwezo wa kuyachakata, kwa hiyo huwa yanabaki. Yakibaki yatasababisha kitu kinaitwa insulin resistance. Insulin itapanda, lakini pia yatasababisha ongezeko la mafuta tumboni, ndo kitambi kinaanza kupatikana, mwisho wa siku fatty liver na mambo kama hayo. Kwa hiyo unene uliopitiliza, lakini pia ni chanzo cha kisukari aina ya pili. Ni chanzo cha kisukari aina ya pili, kwa sababu mwili kama hauna uwezo wa kuchakata sukari ambayo iko kwenye damu kwa sababu tu ya insulin resistance, tayari utapata kisukari aina ya pili. Lakini pia haya mafuta yanaathiri ubongo, kwa sababu ya wingi wa omega 6, na hili huwa nalizungumzia mara kwa mara. Ndio maana watu wengi wanaokuja kwangu wana changamoto ya kupoteza kumbukumbu, hawakumbuki. Ukiwauliza utagundua wanatumia mafuta ya namna hii. Kwa hiyo dawa ni kutumia vitu vyenye omega 3 kwa wingi, kama vile mafuta ya samaki, mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, ndo mafuta bora ya kutumia. Kwa hiyo hizi ni sababu ama haya ni madhara ambayo nimeona nikujulishe wewe, na wewe pia uendelee kufanya utafiti wa kina, uendelee kuchunguza haya mambo kwa kina, kwa sababu najua pia hata wewe una maarifa na una vyanzo vingi vya kupata taarifa. Kwa hiyo chukua haya maarifa na wewe yafanyie uchunguzi, alafu tuje na jambo moja, kwamba mafuta mazuri ya kutumia ni mafuta ya nazi, ni mafuta ya mzeituni, ni mafuta ya samaki, ni mafuta ya parachichi, ni mafuta yaliyoko kwenye nyama, kwa sababu hayo yana virutubisho vinavyohitajika kwenye mwili, na ambavyo hivyo virutubisho vikiingia ndani ya mwili huwa vinaenda kuondoa inflammations yoyote ndani ya mwili, huwa vinaenda kusawazisha homoni ndani ya mwili, huwa vinaenda kurejesha kumbukumbu, huwa vinaenda kuimarisha afya ya ubongo.